Yo my beautiful people, waragwani kutokea kitaa chochote ambacho ulipo. Tupo na Sunday News kutokea kitaa hiki huku cha United States of America. Kupo na moja kati ya issue ambayo imeweza kuwa ni kubwa ile kinoma noma, na mimi kama father of 6 babies Kelvin KO na kuwa na kila sababu ya kuweza kuhusika right now kwa ajili ya kuweza kukupa updates ya nini ambacho kinazidi kuweza kuhappen kutokea kitaa hiki hapa. Sasa leo hii moja kati ya posts ambazo zimeonekana zipo viral kinoma noma kuanzia kitaa kile pale cha Instagram menga ni kuhusiana na issue nzima ya msiba ambao umeweza kutokea wa moja kati ya legend, moja kati ya mwanamama ambaye ameweza kufanya makubwa sana kwenye upande wa mziki wa country. Hapa namzungumzia huyu mwanamama ambaye anakwenda kwa jina la Dolly Parton, ambaye alikuwa ni moja kati ya wasanii wakubwa wa mziki wa country kutokea huko nchini Marekani, ambaye kwa siku ya jana Agosti 25 mwaka 2026 alifariki dunia. Hapa nipo kwa ajili ya kuweza kukupa story kidogo ili uweze kumjua huyu mwanamama ambaye anakwenda kwa jina la Dolly Parton ni nani na vitu gani vikubwa ambavyo ameweza kuvifanya mpaka hii result siku ya leo umeweza kuiona. Naomba tu nikwambie moja kati ya issue ambayo pia imekuwa ni kubwa ile kinoma noma ni baada ya kile kitu ambacho alichokitangaza rais wa nchi ya Marekani. Hapa namzungumzia Donald Trump, baada ya kuweza kupokea taarifa ya msiba wa huyu msanii. Hili jambo mimi sijawahi kulisikia, maybe utaniachia hapo chini kwenye upande wa comment. Hivi ni msanii gani ambaye alishawahi kufariki then nchi kama nchi ikapeperusha bendera nusu mlingoti kwa kipindi cha wiki moja? Kama una hiyo listi, naomba uweze kupita nayo hapo chini. Kile kitu ambacho alichokifanya Donald Trump siku ya leo ndicho hicho. Ametangaza wiki moja ya maombolezo ya huyu msanii ambaye anakwenda kwa jina la Dolly Parton, na wiki moja hiyo bendera ya nchi ya Marekani itapepea nusu mlingoti. Let's back to the business, ladies and gentlemen, big boys and girls. Huyu mwanamama alizaliwa Januari 19 mwaka 1946 huko nchini Marekani. Alianza kuimba akiwa na umri mdogo sana. Baada ya mafanikio ya mziki, alihama kutoka eneo aliyokuwepo akiishi mwanzo na kuhamia katika eneo ambalo lilikuwa linaitwa Nashville. Aliachia albamu yake ya kwanza ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Hello I'm Dolly, ambayo ilitoka mwaka 1967. Hii consistency ambayo iliweza kuoneshwa kwa kitaa hiki hapa ndiyo consistency ambayo inamuingiza kuwa ni moja kati ya msanii ambaye amerekodi na kuandika nyimbo nyingi zaidi duniani. Anakadiriwa kuwa na takribani nyimbo ambazo ameziandika 3,000. Kama bado haujaweza kumkumbuka huyu mwanamama ambaye anakwenda kwa jina la Dolly Parton, naomba nikukumbushe baadhi ya kazi zake ambazo ziliweza kumpa fame ile kinoma noma. Coat of Many Colors ya mwaka 1971, Here You Come Again ya mwaka 1977, 9 to 5 ya mwaka 1980. Hizo ni baadhi ya ngoma ambazo zitaweza kukufahamisha na kuweza kukumbusha huyu mwanamama Dolly Parton ni nani. Pia si hivyo tu, alishawahi kufanya kazi na wasanii wakubwa ile kinoma noma na kuweza kuandika baadhi ya ngoma kubwa ile kinoma noma. Mfano, kuna hii hapa ngoma ya Whitney Houston ambayo inakwenda kwa jina la I Always Love You ambayo ilitoka mwaka 1992. Hii ngoma mwandishi ambaye aliandika ni huyu mwanamama ambaye anakwenda kwa jina la Dolly. Pia kazi zake zimeweza kutumika na wasanii wa vizazi vya sasa hivi. Mfano, Lil Nas X ni moja kati ya mshikaji ambaye alishawahi kuhusika naye katika moja kati ya remix ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Old Town Road, ambapo humu mshikaji Lil Nas X alichukua kazi ya huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Dolly na kuweza kuhusika nayo katika hii remix. Hakuweza kupiga naye collaboration. Tuelewane hapo kati. Huo ni katika upande wa mafanikio ya kuweza kufanya kazi na baadhi ya watu wakubwa ile kinoma noma duniani. Naomba nikukumbushe kuhusiana na issue nzima ya heshima ambayo huyu mwanamama Dolly anapewa duniani, na mpaka kufikia hii hatua ya Rais Donald Trump kuweza kutangaza hii issue ya bendera ya nchi ya Marekani kuweza kupepea nusu mlingoti kwa muda wa wiki moja kupitia tuzo kubwa ile kinoma noma, tuzo za Grammy. Anakadiriwa kuwa ameshaweza kupokea takribani tuzo 10 za Grammy,
na hizi tuzo zinajumuisha katika pande mbalimbali, yani categories mbalimbali, kuanzia categories za muziki wa country ambao ndio muziki mama ambao msanii huyu anaufanya, na categories nyingine. Mfano, katika categories za tuzo za Grammy alishawahi kupata tuzo ya Grammy katika category ya Lifetime Achievement Award ya mwaka 2011. Hiyo ni moja kati ya tuzo ya Grammy ambayo alishawahi kupokea. Ukiachana na issue nzima ya kuweza kupata mafanikio makubwa mpaka kuwa ni moja kati ya mtu ambaye anaonekana mchango wake katika upande wa tuzo kubwa za Grammy, basi naomba tu nikwambie huyu mwanamama ambaye anakwenda kwa jina la Dolly ni moja kati ya mwanamama ambaye alikuwa ana mchango mkubwa sana katika jamii ya Kiafrika. Mwaka 1995 alianzisha mpango wa kugawa vitabu bure kabisa mashuleni katika nchi ya Liberia, jambo ambalo pia kutokana na issue nzima za kuweza kutoa misaada kama hii iliweza kumfanya kuweza kuonekana na kuweza kupewa bonge moja ya heshima ya tuzo. Hapa nazungumzia tuzo za Nobel. Hizi ni tuzo ambazo maalumu kabisa ambazo hupewa watu wenye mchango mkubwa katika jamii zao. Hivyo kutokana na issue nzima ya kutoa misaada ambayo amekuwa akifanya kama hii hapa katika moja kati ya nchi ambayo inapatikana katika bara la Afrika, basi tuzo hizi ziliweza kumwona na kuweza kumpa heshima hiyo. Pia ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa hapendi makuu. Kwa nini nakwambia hivyo? Kupona hii hapa heshima ambayo hupewa kwa watu wenye mchango mkubwa sana katika jamii zao, ambayo heshima hii hutoka moja kwa moja kwa rais wa nchi ya Marekani. Sasa unaambiwa hivi, Rais Donald Trump pamoja na Rais Biden wa kipindi hiko kabla ya kuja Trump waliweza kumpa mwanamama huyu Dolly Parton heshima kubwa zaidi ya kiraia kutokea huko nchini Marekani, ambayo heshima hii inaitwa Presidential Medal of Freedom. Lakini guess what? Mwanamama huyu aliikataa. Kuna vingi vya kuweza kujifunza kutoka kwa mwanamama huyu ambaye anakwenda kwa jina la Dolly Parton. Hope utakopo kwa ufupi umeweza kumjua yeye ni nani since day uno, vitu ambavyo ameweza kuvifanya kwenye jamii yake na wewe katika jamii yako. Je, leo ndo ghafla bin vupu tumezima mwanetu? Tuna yapi ya kuweza kusimuliwa baada ya vifo vyetu? Tutafakari wenyewe. Bend MIC, Daddy, father of 6 baby babies, Kelvin KO, ladies and gentlemen, East Africa, Central Africa, West Africa, East Africa, and worldwide. Let's Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.